kuwashukuru sana wenzetu wa Songwe, hongereni sana. Asante. Na ratiba hapa sisi hatuna ratiba ndefu. Chama cha Mapinduzi. Chama tawala. Ndugu mwenyekiti, makamu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi bara, hapa mimi ni nyumbani. Kwanza nilikuwa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Mbeya. Kura zote nilipatia hapa kwa Wasafa na Wanyakyusa. Japo natokea milimani hapo Usafwani. Kwa huku ni nyumbani, nasikia mimi wamenizaa, wamenipeleka hapo Tunduma, Momba na Songwe kwa ujumla, ili kuweza kutengeneza sehemu ya nchi ya Tanzania iliyopo Songwe pale. Mimi naifanya kazi pale, lakini wakati wote mwingine naweza nikarudi huko nyumbani. Jamani, hodi Mbeya. Karibu. Hodi Mbeya. Karibu. CCM oye. Oye. Mimi nikushukuru sana kwa kufanya ziara katika mkoa wetu wa Songwe. Umeyafanya mengi, umeyaona mengi, umetuasa, umetuonya. Lakini moja lilo kubwa, umetuagiza tukakijenge chama, tukakiimarisha chama, tukadumisha umoja ulioasisiwa na viongozi akiwemo Mwalimu Nyerere. Lakini pia umetuasa tudumishe mshikamano ndani ya chama, tudumishe mshikamano kati ya serikali na chama, kati ya serikali na wananchi, kati ya chama na wananchi, ambao ndio hasa tunapenda kuwaomba kula katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Sina wasiwasi na wewe, uliyetuagiza ni maelekezo ya kwenda kutekeleza. Wenzangu, mwenyekiti wa Mbeya, mimi nilipo maagizo, wewe ni baba yangu, nisingeweza kukataa. Tumemleta baba yetu, yuko salama, tunamtunza na msafara wake wote. Baada ya kusema hayo, sasa nakukabidhi rasmi mzee Wasila, na ukabidhi Mbeya, hodi Mbeya kwa mwenyekiti. Asante. Amen. Mbeya oye! Mbeya oye! Kwa kuzingatia muda, ni kuombe mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya umkaribishe mgeni kwa niaba yetu sisi sote, na baada hapo mgeni wetu waweze kuendelea na ratiba. Karibu. CCM oye! Mbeya oye! Songwe oye! Makamu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi bara, mwenyekiti wetu wa chama wa Songwe na kamati yako ya siasa, mwana mneki yuko hapo, kamati ya siasa kwa Mbeya yuko hapo, mwenyekiti wa wilaya, waandishi wa habari, wananchi, hamasa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu chama tawala! Natambua uwepo wetu wa mneki wetu kutoka vijana Mr. Usi. Natambua uwepo hapo. Makamu mwenyekiti, kama alivyoongea mwenyekiti wangu wa Songwe, mengi ameyasema, tuliyofanya kule Songwe, sisi tunakukaribisha Mbeya. Asante sana. Karibu sana Mbeya. Mbeya iko salama. Na hawa sisi ni watoto wetu. Walioyafanya yale wameyafanya kama watoto. Sasa sisi wazazi tumepokea hili jalamba. Kwa hiyo nina uhakika tutayafanya sisi mambo kama wazazi. Kwa karibu kwenye mkoa wa Mbeya. Mbeya iko salama, lakini na watu wa Songwe nasema tunawashukuru kwa kumlea mzee wetu. Tunamwona umekabidhi akiwa na buheri wa afya. Sasa muda umeshakwenda na amesema hapa ni muda wa kwenda kufuturu. Tusiongee mambo mengi. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wetu, mengi tutaongea kwetu sisi kwenye ofisi za chama na kwenye mkutano wetu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wa Songwe na wana Mbeya, tunawashukuruni sana kwa kupokea mgeni wetu. Ndugu zangu, kwanza vijana, na washukuru sana kwa kupokea vizuri. Viva vijana, viva! Viva! Washukuruni sana kwa kupokea vizuri. Na washukuru ndugu zangu wa Songwe kwa kutunza vizuri. Kama mlivyosikia, tumefuatana na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa watatu. Yuko Usi kutoka Zanzibar, yuko Msome, viti 20, sio viti maalum, viti 20 vile vya kapura kifo. Halafu yuko Yohana kutoka Singida. Hao ndio tumefuatana nao. Sasa tumekaa huko Songwe kwa muda wa siku 3. Tumetembelea wilaya karibu zote isipokuwa moja. Ile iko mbali sana, inaitwa nini? Songwe yenyewe kwa jina ndio tushinda, lakini watu wa Songwe walikuja. Kwa hiyo ujumbe wetu umefika kila mahali katika mkoa mzima. Sasa tunawashukuru sana kwa kututunza, tunawashukuru kwa kutusindikiza.
tunawaomba sasa na nyinyi mpate nafuu, twende kufuturu. Kwa wenyeji wetu wa Mbeya hatuna mengi, kwa sababu mengi tutayasema katika program, na tunayo mengi, lakini tutapata mengi mpaka kwanza huyu bwana atueleze kinachoendelea hapa Mbeya. Kuna mengine tumeyatolea uamuzi hapa njiani, lakini yanahusu nchi yote. Sina hakika kama na hapa yapo. Pale tulipokuwa Mlo, wametuambia wakina mama wakienda kujifungua wanatoza. Sasa sera ya CCM inasema wakina mama wajawazito bure, na watoto wa mwaka 0 mpaka miaka 5 bure, na wazee bure. Sasa wale kule wameanzisha sera yao ya shilingi 3,400. Sasa nimemuuliza mkurugenzi, wewe mama yako angemdai 400,000 ili uzaliwe, ungezaliwa kweli? Ungezaliwa wapi? Kwa hiyo hili nimelisema kwa sababu ni sensitive na ni la nchi yote, na tumesema kwa kweli kuanzia sasa, kwa sababu kwa kweli tunaomba wakina mama wajawazito wahudumiwe bila malipo. Hiyo ni sera ya CCM, yaani sio ilikuwa sheria. Tulishakubaliana watoto wa mwaka 0 mpaka miaka 5 wanatibiwa bure. Wazee wasiojiweza wenye umri mkubwa wanatibiwa bure. Hayo tulishakubaliana. Tena kwa kweli halmashauri, mamlaka za miji na wilaya zilishaorodhesha watu wale wenye umri mkubwa, na wakatoa, wilaya zingine zimetoa kabisa kadi ili ukionyesha hivyo unatibiwa. Sasa mambo yanahusu jamii, sisi wana CCM, na hasa yanahusu wanawake. CCM igombane na wanawake mtaweza? Tafadhali tugombane na vijana, maana tutaelewana baadaye. Lakini sio akina mama wale wanaenda kujifungua. Wao ni mama zetu wote, sisi wote tunazaliwa na wao. Katika hili mimi nimeshindwa kuvumilia, nimewaambia Tanzania nzima jambo hili likome la kutoza wakina mama pesa. Na hili jioni hii nalisema hapa katika kuwatakia mema, lakini kesho tutaonana na tutaanza programu yetu kadiri mwenyekiti na ofisi yetu ya Mbeya itakavyopende tuelekeza.